Ukishaokoka kuzaa ni vita. Ukishaokoka kuwa na amani ni vita. Kama ulishawahi kustruggle kwenye eneo kila siku, hata sasa shetani anakujaribu pale tena, aone lini atakuangusha. Kama ulikuwa ni muongo ukaokoka, atakutafuta kwenye kona fulani, ubanwe kazini, ufike useme uongo msafi. Wanasema yaani uongo usifukuzwe kazi tu. Vita vyetu sio katika nini, damu na nyama. Vita vyetu ni katika nini, roho. Yaani mimi namshangaa Mkristo ambaye anasema ukisikia mambo hayajakaa vizuri kwenye mwili, kimbia uwanjani. Kwambia hujajua wewe, hujamjua roho. Roho ni wachafu. Unakimbia ndo unaongeza hisia. Unaoga maji ya baridi ndo joto linapanda zaidi. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Haushindani na bibi yako, haushindani na manka. Hatuingii kwenye maombi na majina ya bosi zetu. Huo ni uchawi. Unashindana na nini? Falme. Hiyo roho inayomtumia huyo mama, ukimuoa huyo mama itaama, itaenda kwa mama mwingine. Dili na roho. Falme, mamlaka, wakuu wa giza hii juu ya majeshi ya pepo katika ulimwengu wa roho. Hao ndo adui zetu. Nikwambie kimsingi, mganga amenunuliwa na Mungu na yule ni mali ya Mungu. Kristo anasubiria aokoke siku moja. Kwa roho iliyoko ndani ya mganga ndo shida, sio yeye. Wanakuwa watu wazuri sana wakimpokea Kristo. Ukishaokoka, biashara yako kufanikiwa, ni ufalme umefanikiwa, ni Yesu anatukuzwa. Hivyo hamna mtu anataka ufanikiwe, kwa sababu mafanikio yako hayako kwako, yanamtukuza Mungu wako. Shetani hawezi kubali Mungu wako atukuzwe. Kwa ili uweze kushinda kwenye biashara, au amke asubuhi tu kaingia dukani ukafungua. Unaamka unapiga prayer, kwa sababu unajua hapa kuna vita vinaendelea. Inawezekana uoni kwenye macho ya damu na nyama, lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna vita vinaendelea.